Kama una mshono mmoja na ni mjamzito, au una mshono mmoja una mpango wa kuja kubeba mimba huko mbele kwenye maisha yako, labda ilikuwa ni mimba ya kwanza ukajifungua kwa upasuaji, nina jambo lenu la kuweza kuwazungumza, kwa sababu nimekuwa nikiulizwa na baadhi ya kina mama wajawazito na wengine ambao wamejifungua mara moja kwa upasuaji kwamba wafanyaje ili waweze kujifungua kawaida. Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara kwanza kuweza kutembelea channel yangu, unaweza subscribe hapo chini ili uendelee kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Sasa kuna moja ya mfuatiliaji wangu hapa ambayo nitatolea kama mfano. Anasema kwamba huyo yeye anaitwa Angel Mlemi, anasema mimi nimefanyiwa operation mara moja kwa sababu mtoto alikuwa amejinyonga na kitovu. Je, mimba nyingine naweza kujifungua kawaida? Kumekuwa na maswali kama hili la huyu mmojawapo ambaye anaitwa Angel. Mara kwa mara nimekuwa nikiulizwa swali hilo na nimekuwa nikijibu. Sasa mara nyingi kwa mama ambaye ana mpango wa kuja kujifungua kawaida, endapo kama alikuwa na mshono mmoja au alishajifungua huko nyuma kwa upasuaji mara moja, hata kama inawezekana mimba ya kwanza ulijifungua kawaida, mimba ya pili ukajifungua kawaida, mimba ya tatu ukafanyiwa upasuaji kutokana na sababu kama hii hapa. Sasa umekuja kubeba mimba ya 4, je, unaweza kujifungua kawaida? Jibu ni ndio, lakini tu zingatia kama una mshono mmoja. Kwa hiyo kama una ndugu, marafiki ambao wana mshono mmoja, ni wajawazito au wana mpango wa kuja kubeba mimba, usisahau kushare video hii. Leo nataka nizungumzie kuhusiana na hili kwa sababu wengi wamekuwa wakiniuliza swali hili na nimekuwa nikilijibu. Naona wengine wanakuwa wanapata changamoto ya kuweza kunielewa. Sasa mara nyingi tunasema kwamba upasuaji si salama sana kwa mama ambaye ana uhitaji bila kuwa na vigezo. Unajua, kwa kulingana na maendeleo, kuna baadhi ya kina mama wanatishiwa kwamba uchungu unauma, maumivu ni makali. Kwa hiyo wanatumia kama upasuaji kama shortcut au njia ya kuweza kujipatia mtoto kirahisi. Lakini kiuhalisia sio kweli. Kunakuwa na maumivu ambayo yapo, lakini uchungu unabaki kuwa pale pale, kwamba maumivu yake ni makali ukilinganisha na mtu ambaye anaenda kufanyiwa upasuaji bila kuwa na uchungu. Sasa mara nyingi imeonekana kwamba kina mama ambao wanafanyiwa upasuaji wana hatari kubwa sana ya kuweza kufariki, na wengi wamekuwa wakifariki kutokana na sababu mbalimbali ukilinganisha na wale ambao wanakuwa wanajifungua tu kawaida. Kwa sababu unajua kwenye upasuaji kuna mambo ya dawa za usingizi, kuna mambo ya kukatwa ambapo damu inaweza katoka au kashonwa vibaya kule ndani, mwisho wa siku ukapoteza damu nyingi au ikaleta changamoto nyingine kuweza kuumia baadhi ya viungo. Sasa wafuatiliaji wangu kama hawa wamekuwa wakiwa na maswali kama haya, wanahitaji kuweza kujifungua kawaida. Siku hizi tunasisitiza sana mama ambaye ana mshono mmoja, basi kama unaweza ukajifungua kawaida au ukajaribu kuweza kujifungua kawaida, hata kama ulishaifanywa upasuaji huo mmoja, ambao kitaalamu watu tunaita trial of scar, ambao mara nyingi huwa tunaita TORAC. Na ukifanikiwa kuweza kujifungua kawaida mara baada ya kuwa labda na mshono mmoja, mara nyingi huwa tunaita VBAC, maana yake ni vaginal delivery after cesarean section. Maana yake huyo mtu alishafanywaga upasuaji akajifungua mtoto salama, mara hii amebeba mimba, amejifungua kawaida na amefanikiwa. Sasa ukitaka na wewe uweze kujaribu, au tunaita trial of scar, mara nyingi kuna vigezo ambazo huwa tunakuwa tunazungumza. Lakini kigezo cha kwanza ambacho nimekizungumzia mwanzoni kabisa ni kuwa na mshono mmoja. Ukishakuwa na mishono miwili, mara nyingi hatusisitizi sana mama aweze kujifungua kawaida, inaweza kawa ni hatari. Ila ukiwa na mshono mmoja unaweza kabisa, na kina mama wengi sana wamejifungua kawaida. Na siku hizi tunasisitiza ili kuweza kuepuka zile changamoto za upasuaji. Mara nyingi kina mama wewe ukuta mara ya kwanza ulijifungua kwa upasuaji, ukafanywa upasuaji vizuri, ukapata mtoto wako. Mara hii umeenda zile dawa za usingizi zikaleta shida, ukapoteza maisha, ukamwacha mtoto yatima, na ukamwacha mtoto ambaye ni mchanga, kalelewa na ndugu na nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ili kuweza kuepuka upasuaji ambao si wa lazima, na mara nyingi mimi nisipendelee sana mama aweze kuchagua upasuaji badala ya kujifungua kawaida. Sasa kuna mambo ambayo huwa tunazingatia. Jambo la kwanza ni una mishono mingapi, ambao nimesema mshono mmoja. Ukishakuwa na mshono mmoja, tayari wewe unaweza kuwa na kigezo cha kuweza kujifungua kawaida kama ulishawahi kuwa na mshono mmoja. Lakini vile vile jambo lingine la pili, huwa tunaangalia ule mshono
wa mimba iliyopita ulivyojifungua walikata wapi. Sasa wengi wao wanazungumzia mshono nje kwenye ngozi. Kwenye ngozi sisi hatuangalii ule mshono. Mara nyingi unaweza kukatwa kama wima kushuka pale kwenye kitovu au kakatwa kwa huku chini. Na kwa sababu watu siku hizi wanapenda ule wa chini kwamba mtu anaonekana akivaa bikini haiwezi kuonekana na ule mshono wa hivi unaonekana ni changamoto. Kwa hiyo sisi hatuangalii mshono wa kwenye ngozi, tunaangalia mshono kwenye mji wa uzazi, ule ambao unakaa na mtoto na sio kwenye ngozi ya tumbo. Kwa hiyo mara nyingi upasuaji 99% au ukichukua kina mama 100 kati ya unakuta kina mama 99 wamekatwa ile ya chini. Na mara nyingi tunakata chini. Kama wewe mimba yako ni ya kwanza, daktari hana sababu ya kuweza kukata sehemu ya juu au kukata wima kwenye mji wa uzazi au kukata kule juu ambao tunaita kwenye fundus au tunaita classical cesarean section ambayo inakatwa kule juu kwenye mji wa uzazi ambao ni hatari sana kwa sababu kule ndio kuna uwezekano ukapasuka. Sasa mara nyingi mshono unakuwa huku chini. Kwa hiyo daktari akikata kule juu, labda kama ni upasuaji wa 4 wa 5, huku chini kumekuwa kuingiriki, ambao sasa hiyo unakuwa kuna vigezo vya kuweza kujifungua kawaida. Kwa yule ambaye amejifungua mara moja, mara nyingi madaktari karibia wote tunakata sehemu ya chini na kuna uwezekano kabisa kuweza kujifungua kawaida. Jambo lingine ambalo tunalizingatia, kama hakuna sababu yoyote ambayo inakuzuia wewe kuweza kujifungua kawaida. Yaani una mshono mmoja lakini huna sababu nyingine ambazo zinaweza kupelekea wewe uweze kujifungua kwa upasuaji. Kwa mfano, tuseme lile kondo la nyuma limeziba hapa chini kwenye mlango wa kizazi au karibia na mlango wa kizazi ambao tunaita cervix. Labda una kondo la nyuma liko sehemu ya chini ambao tunaita placenta previa ambao limeziba pale, mtoto hawezi kutoka. Lakini vile vile labda nyonga yako wewe ni ndogo, una ulemavu wa nyonga yako wewe ni ndogo, haiwezi kabisa kuweza kupitisha mtoto. Wewe basi utatakiwa tu kuendelea kujifungua kwa upasuaji. Lakini kama huna hayo mambo, labda sababu ndio kama hizi, mtoto alivingisha kwenye kitovu, alitanguliza makalio au alitanguliza miguu, alikaa katika njia ya ulalo badala ya wima, hakukaa vizuri, uchungu ulienda, baadaye kama ametanguliza sura, japo wengine wanatanguliza sura wanaweza kujifungua kawaida. Alitanguliza sura mtoto ikashindikana kuweza kujifungua kawaida, ukapata uchungu pingamizi, ukafanywa upasuaji mara moja, wewe mimba inayokuja unaweza kabisa kuweza kujifungua kwa upasuaji. Sasa kwenye ile sababu namba 2, mara nyingi huwa tunasisitiza uweze kujua ni sababu ipi ambayo imepelekea kuweza kujifungua kwa upasuaji. Manake hapa ina mahusiano kati ya ile sababu namba 2, aina ya mshono wako ulikatwa huku chini, lakini na hii namba 3 ambayo nasema sababu ile iliyopelekea kuweza kujifungua. Kama wewe mwenzetu Enjo amesema kwamba sababu yake kubwa ilikuwa ni mtoto aliviringishwa kwenye kitovu. Sababu ya hii ya upasuaji, mtoto kujivingisha kwenye kitovu, sio mara zote mama anaweza kujifungua kwa upasuaji. Kitovu kilizunguka shingoni, inawezekana mara 2 wakajifungua kawaida. Na mara nyingi ukishaambiwa, umefanya ultrasound ukaambiwa kwamba kitovu cha mtoto kimezunguka kwenye shingo yake au tunaita nuchal cord, mara nyingi sisi huwa tunasisitiza kwamba uweze kufanya tu uchungu wa kawaida. Ule uchungu ukienda wataufuatilia vizuri, mapigo ya moyo ya mtoto na kila kitu. Ikionekana sasa kuna changamoto, labda mtoto tayari mapigo ya moyo yanashuka au yanapanda sana, kwamba anakosa hewa ndani na uchungu wako umezidi muda wake au unaonyesha viashiria vya hatari, ndipo hapo unaweza kwenda kufanywa upasuaji. Kwa hiyo sio sababu kubwa sana ya kuweza kufanywa upasuaji. Ndio maana huyu anaweza kuja kujifungua kawaida na inawezekana kabisa. Jambo lingine la kuzingatia ni unajifungulia wapi. Usije ukasema kwamba unataka try scar au ufanye thorax ujaribu kuweza kujifungua kawaida alafu umeenda dispensary. Mara nyingi andaa daktari wako kama ni daktari bingwa wa kina mama, lakini vile vile tafuta hospitali ambayo inaweza kufanya upasuaji wa dharura muda wowote, iwe ni saa 8 usiku, saa 7, saa 6, saa 11 asubuhi, muda wowote. Ikitokea shida, basi moja kwa moja unaweza kwenda kufanyiwa upasuaji, kwa sababu kuna shida ambazo zinaweza zikaja zikatokea pale katikati wakati wanaendelea kufuatilia uchungu wako. Kwa hiyo lazima hivyo vitu uzingatie, na hapo manake utakuwa na theater ambayo inaweza kufanya upasuaji wakati wote. Mtu wa usingizi yupo, daktari wa kufanya upasuaji yupo, kuna damu, kila kitu
ambacho kinaweza kutumika kama dharura, na usifanye hivyo katika mazingira ambayo ya kijijini huko dispensary, ni hatari sana. Au kakaa kwanza nyumbani. Wengine wanakaa kwanza nyumbani, anaona akienda hospitali anashawishiwa. Na hii mara nyingi tumeitengeneza sisi kama watumishi wa afya, kwa maana kwamba mgonjwa akija au mama mjamzito akija, basi moja kwa moja tunaanza kumpa vitisho, tunaanza kumshauri aweze kufanyiwa upasuaji. Usitishike, usiwe na wasiwasi. Wakina mama wengi sana wenye mshono mmoja, wenye sababu kama hizi ambao sio za kujirudia kama nilivyosema mara kwanza, wengi sana wamekuwa wakijifungua kawaida. Na kumbuka, ukijifungua mimba ya kwanza kwa upasuaji, mimba ya pili ukajifungua kawaida, labda ulijifungulia tu nyumbani, wewe ulichelewa hospitali, ukasema mimi siwezi kwenda, upasuaji ni gharama, kwa sababu ulikuwa unasisitiza sana uweze kufanyia upasuaji na ukapangiwa tarehe, na wenyewe hawataki kukufuatilia kwenye mambo ya uchungu, wanataka tu wewe upasuaji. Mwisho wa siku kajifungua kwa upasuaji. Halafu kwenye mimba ya tatu ukasema mimi mgoni niendelee kwa nyumbani. Bado kila unapoenda kujifungua kawaida, kama ulikuwa na mshono mmoja, tunaitaga ni trial of scar. Bado wewe utakuwa unaendelea kujaribu kujifungua kawaida, hali ya kuwa ulikuwa na mshono huko nyuma. Sio kama umejifungua mara ya pili kawaida basi unasema mimi ni sawa na mama ambaye hajaifanyiwa upasuaji. Hapana. Kila unapoenda kujifungua, hata hiyo mimba ya 4 ya 5 na ulikuwa na mshono wa mimba ya kwanza, bado utakuwa unafanya trial scar, kwa sababu una hatari kubwa ya mji wako wa uzazi kuweza kupasuka. Lakini uwezekano wa kupasuka ukiwa mazingira ya hospitali wanafuatilia vizuri, inakuwaga sio rahisi na ni mara chache, na unaweza kujifungua kawaida bila shida yoyote. Kwa hiyo kikubwa huwa tunasemaga usiwe na hofu. Mimi sishauri sana mama uweze kufanyia upasuaji wa kiholela tu, kwamba mimi kwa sababu nimeona mtu fulani alipata uchungu, maumivu ni makali, kwa hiyo mimi ngoja niende nikafanyiwe tu upasuaji. Hiyo ni hatari. Unapofanyia upasuaji kuna tissue zinaweza zikashikana kule ndani. Inategemea unatoka watoto wangapi. Unajua kwamba wakati mwingine tissue zinaweza kawa zimeshikana sana, baada daktari kaanza kushauri kwamba wewe usibebe tena mimba, na unakuta na watoto tu 3. Umefanyia upasuaji mara 3, ndani mji wa uzazi umeshaharibika, uko ndani tissue zimeshikana na una mpango wa kuwa na watoto 5, kitu ambacho kianza kubeba mimba ya 4 ya 5 ya 6 ya 7 na una mishono, inakuwa ni hatari sana kuweza kupoteza maisha yako. Kwa hiyo kama una malengo ya kuweza kujifungua kawaida, wahi mapema kliniki, tafuta daktari wako ambaye yuko vizuri, mwambie uhitaji wako. Sisi kama madaktari huwa kwanza tunaomba kibali kutoka kwako wewe mama. Tutakushauri faida na hasara za kujifungua kawaida mara baada ya mshono, lakini vile vile hasara za upasuaji mara kwa mara, kupendelea upasuaji. Labda inawezekana mara kwanza ulijifungua, mimi mara nyingi wanasema upasuaji ni salama tu endapo ukishatoka umesharudi, umeungana na familia yako, unalea mtoto wako, unanyonyesha vizuri bila kuwa na shida. Lakini upasuaji, unapoingia kwenye chumba cha upasuaji, mara nyingi watu naomba Mungu, hawezi jua kitatokea nini. Wakati mwingine tu dawa ya usingizi inaweza kuleta shida, mwisho wa siku ukapoteza maisha. Na akina mama wengi sasa hivi wamekuwa wakipoteza maisha kwa ajili tu ya dawa za usingizi. Zina hitirafu zake ambazo zinaweza kutokea, na huwezi kujua itatokea kwa nani. Inaweza kutokea kwako wewe kama mama, inaweza kutokea kwa mama mwingine ambao ni ndugu yako. Kwa hiyo usipendelee sana kuwashauri akina mama waweze kufanywa upasuaji bila vigezo ambavyo havieleweki. Wewe kama unaona kwamba huna vigezo, ni vyema uende kwa uchungu wa asili ambao Mungu ameweza kuupanga. Pitia uchungu ndio ambao Mungu ameweza kupanga, utajifungua. Ukimaliza kwanza ukai sana hospitali, unakaa tu masaa 24 labda mtoto apate changamoto, mwisho wa siku unarudi zako nyumbani. Lakini ukishafungua kujifungua kwa upasuaji, kuna sehemu nyingi sana zinaguswa, unakaa tu au unaongezewa drip, unawekewa dawa za usingizi, hatari ya kuweza kufariki inakuwa ni kubwa sana. Sasa kama utakuwa na swali, kuna sehemu hujanielewa, unaweza kaniuliza hapo chini, lakini zingatia uwe na mshono mmoja. Ukishakuwa na mishono 2 3, usijaribu kukaa nyumbani ukasema mimi naogopa gharama. Kama unaogopa gharama, tafuta hospitali ya serikali. Upasuaji ni bure kabisa. Labda kama utapenda, wengine wanapenda kwenda private, sawa, huko ujue kwamba gharama zinakuwepo, lakini usikwepe kwenda hospitali kwa ajili ya gharama. Tunasema kwamba mimba sio dharura. Mimba inapatikana na mtoto anakuwa taratibu. Miezi 9, anza kujipanga mapema. Sasa kama utahitaji kujua haswa vigezo vingi vya kuweza kuvijua, kama unakizi hivyo vigezo ambavyo nimeweza kuzungumzia hata hapa, unaweza click suggestion ukasikiza video hiyo. Na kama utakuwa na swali, niuliza hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.